Mwanaume, ngoja nikukumbushe kitu kimoja. Kuwa makini sana na msaada wa kiuchumi ambao ndugu wa mkeo wanampa mke wako, kwa sababu ni asilimia ndogo sana huo msaada ukawa kwa wema, lakini asilimia kubwa huo msaada huwa umebeba masimango na dharau kubwa sana kutoka kwenye upande wa ndugu wa mke wako. Sijui kama unanielewa. Mwanaume, ukishaoa kaa ukijua kwamba wewe ni baba, wewe ni mume, wewe ni kiongozi kwenye familia yako, na wewe ndiyo mtu ambaye una mamlaka kubwa sana kwa mkeo. Lakini kwa nini familia ya mke wako iingilie majukumu ya familia yako? Yaani mke wako anapewa mtaji na dada yake, mke wako anapewa mtaji na kaka yake, mke wako anapewa mtaji na baba yake, mke wako anapewa mtaji na mama yake. Hii wewe kama mwanaume huwa unaichukulia vipi? Mimi nimekuja kugundua baadhi ya wanaume huwa mnashindwa kuziona dharau zilizojificha. Lakini mimi nakwambia, tabia ya ndugu wa mwanamke kumuinua mke wako kiuchumi pasipo kushirikishana na wewe, mara nyingi sana huwa imebeba dharau kubwa sana, na kulikuwa kuna masimango makubwa sana kabla ya mkeo kufanyiwa hicho kitu. Na mtu ambaye alitengeneza hayo masimango aliyeyaanzisha ni mke wako. Alienda kukusema vibaya mbele ya ndugu zake, akakushusha, akasema wewe huna uwezo wa kumsaidia chochote. Na ndio maana unaona ndugu zake waliingilia kati, wakaanza kumuinua yeye kiuchumi. Mimi nakwambia tu ukweli, baadhi ya wanaume huwa mnawaza nini? Unakuta kaka wa mke wako anampa mtaji mke wako, mjomba wa mke wako anampa mtaji mke wako, baba wa mke wako anampa mtaji mke wako. Lakini je, wewe kama mwanaume ulishawahi kujiuliza kwamba hawa ndugu wa mke wangu wanapofikisha msaada wa kiuchumi kwa mke wangu pasipo kunishirikisha mimi kiongozi kwenye familia yangu, je, wananiona mimi nina mamlaka kwa huyu mke wangu kama mume au wananichukulieje? Je, wewe kama mwanaume ulishawahi kujiuliza swali la namna hiyo? Au wewe uwaga unakubali tu kila kitu? Baadhi ya wanaume mlijikuta mmeanza kudharaulika kwa mambo kama haya, na wengine walikuja kuvunja mpaka familia zenyewe. Mambo yalianza kidogo kidogo, ukaona hapana, hawa ndugu wa mke wangu wamemfungulia mke wangu biashara, ukaona kama ni kwa mazuri. Mwisho wa siku ukaanza kugundua mke wako dharau imeanza kuwa kubwa. Mwisho wa siku na ndugu wa mke wako wakaanza kukudharau, na mwisho wa siku mke akaja kuvunja ndoa. Mimi nawaambia kitu kimoja wanaume, kuweni makini. Nyinyi ndio viongozi kwenye familia zenu. Nyinyi ndio mna mamlaka na wake zenu. Mwisho wa siku hata kama ndugu wakakaa, hawawezi kupanga mkakati wa kumuinua mkeo kiuchumi, kwa sababu huyo ni mke wako wewe. Wewe ndio uliyemuoa. Vipi kama wewe kufanya kazi sio kipaumbele chako? Vipi kama wewe hutaki mke wako afanye kazi? Vipi kama wewe una mpango wako mwingine kabisa na mke wako? Ndugu zake wanaingilia hilo swala la kiuchumi kwa mke wako kwa maana gani? Mimi nawaambia tu wanaume, jamani, mnaanzaga kudharaulika na wake zenu pasipo nyinyi kujua. Hivi wewe, mimi naomba nikuulize swali moja. Kama ndugu wa mke wako wanaona maisha yenu yako vizuri, hawajui kinachoendelea kwenye maisha yenu, wanatoa wapi nguvu ya kuchanga mtaji wakamwambia mke wako kaa hapa ufanye biashara? Kama hakuna kitu kibaya kilichozungumzika, hiyo nguvu ya kuchanga mtaji wakampa mke wako wameitoa wapi? Huyo kaka wa mkeo kukaa kaona mpe mdogo wake mtaji, aliwaza nini? Yaani alianza tu kukurupuka akawaza hivyo? Jiulize hilo swali. Mimi nakwambia mara nyingi sana huwa kuna ajenda za masimango nyuma ya hili. Kwa sababu mimi mwenyewe ni mwanamke, naelewa hata kama ndugu zangu wananipenda kwa kiasi gani, hawawezi kuja kunipa mimi mtaji pasipo kujua undani wa maisha yangu. Kuna namna mimi nilikaa nikayafunua maisha yangu kwao. Pengine nikasema nina maisha magumu, huyu mwanaume hawezi kunihudumia, huyu mwanaume hanimudu, huyu mwanaume nini na nini, ikaonekana nateseka. Ndio maana ndugu zangu wakasema hapana, tumchangie huyu mtu mtaji. Jamani, asilimia kubwa haya mambo huwa hayatokei for no reason. Haya mambo huwa yanatokea kwa sababu kuna sababu. Mke wako alishakaa chini akamwaga siri za maisha yenu pale kwa ndugu zake. Ndio maana unaona walitoa mtaji wakampa. Huo mtaji hakuanza kupewa for no reason, haikuwa ghafla, ulikuwa ni mpango uliotokea taratibu. Kila mke wako alivyokuwa akilalamika kuhusu maisha magumu anayopitia, ndivyo ndugu walivyokuwa wanakaa chini na kutafakari wanafanyeje kumsaidia ndugu yao. Wanaume, msifurahie haya mambo yanayotokea kwa wake zenu. Kaka wa mke wako amempa mtaji mke wako, sio kitu kizuri. Kwa sababu mimi najua kama hilo jambo lilifanyika kwa wema, mimi naamini kama wamekaa chini wameona familia yenu ina magumu,
basi wangekukabidhi hicho kitu wewe kiongozi wa familia, ili ujue unafanya nini na mke wako. Lakini unapoona ndugu wa mke wako wameanza kwenda moja kwa moja wamefocus na ndugu yao, umedharaulika pakubwa sana. Wamesha kuona wewe ni useless, huna chochote, huna thamani yoyote kwenye maisha yao. Ndio maana wakamfikiria ndugu yao, lakini sio wewe. Sijui kama unanielewa. Ndugu wowote wa mke wako ambao wana utu, ambao wana heshima na ambao wanafikiria, hawawezi kufanya hicho kitu, kwa sababu wanaelewa kwamba huyu binti ndio ni binti yetu, lakini tulishamuozesha, ni mke wa mtu huyu, ni mama kwenye familia yake. Kwa hiyo wanajua hawana mamlaka ya kufanya chochote kwa binti yao. Hawana mamlaka. Lakini ukiona wamekuwa na mamlaka, mke wako anakupa tu taarifa, mimi ndugu zangu wanasema wananifungulia kitu fulani, mimi ndugu zangu wamesema nianze kufanya kitu fulani. Kaka, ushashushwa, hauna maana tena katika hiyo familia, na mke wako alikujadili vibaya sana na ndugu zake. Baadhi ya wanawake, mimi naomba niwape ujumbe wenu hapa. Haya masuala ya kusaidiwa sana na ndugu zenu sio heshima, yanawatengenezea tu dharau. Pambaneni na waume zenu katika familia zenu. Msiende kumwaga madhaifu ya waume zenu huko kwa ndugu zenu, mnaenda kujilizaliza njaa zenu mlizonazo. Mwisho wa siku mnatengeneza tu dharau, waume zenu wanaanza kudharaulika. Na kuna wengine wanachukia hivyo vitendo, baada ya muda anaanza kujuta kwamba kama ndo haya bora nisingesema. Na kuna wengine wanaanza kufundishwa hadi viburi kwamba hapana, dada zako wote waume zao wana uwezo, itakuwaje kuhusu wewe? Dada, unajua wazi mume wako ndio huyo sasa. Kuna mashemeji zako huko au kuna dada zako huko walikoolewa, wao likitokea tatizo wanachanga hata ikiwa 2,000,000. Lakini wewe mume wako hata kufikisha 50,000 ni mtihani. Ni mtihani, unajua wazi. Inafika kipindi na wewe unaamua tu kwanza kuwashirikisha kwamba yani mume wangu sijui nini na nini, mwisho wa siku anakupa mtaji. Mwisho wa siku atakwambia tu wewe mwanaume hakufai. Mimi nakwambia tu kweli, watakwambia hakufai. Dada zako wameolewa na wanaume wa maana, wewe umeolewa na kitu gani kile? Sana sana kwenye hili mimi niwakumbushe wanaume, mjifunze sana kuwa na misimamo kama viongozi kwenye familia zenu. Onyesheni mamlaka ya mume inavyofanya kazi kwenye familia. Ikiwezekana ndugu wa mwanamke wanapoanza kusema tumeplani mtoto wetu sijui 1 2 3, unawaambia jamani, hicho kitu kwangu hakipo. Hata kama unajijua huna chochote, kuwa maskini jeuri. Usijishushe, kwa sababu hapo kaa ukijua kwamba mke wako ndio amefanya kosa la kwenda kukushusha wewe kwa ndugu zake. Ndio maana unayaona hayo yote yametokea. Ndugu hawezi wakakaa chini wakaanza kuchanga tu eti wanamchangia mke wako. Wameona nini kwenye maisha yake? Baadhi ya wanaume mwe mnajifunza kujiuliza maswali. Nimekuwa nikipokea haya malalamiko kutoka kwa wanaume wengi sana kwamba ndugu zake walifanya hivi na hivi. Mwisho wa siku hivi vitu vinaanza kuzaa dharau na usaliti kwa wake zenu. Mtu anaanza kuona mimi sijaolewa na mtu wa hadhi yangu, hawezi kunisaidia chochote. Ndugu wa mke wanapochanga mtaji wanampa ndugu yao, kwa hiyo anamaanisha kwamba wewe huna uwezo wa kumfungulia mke wako biashara. Wamesha kuona hali yako wewe ni hali mbaya. Ukijikuna tu unatoka unga, maisha yako ni magumu. Wamesha kuona kabisa huyu hana chochote, akijikuna tu ni vumbi tupu, hana kitu mfukoni mwake. Ndio maana wakakaa wakajadiliana, wakaona hapana, huyu mtoto wetu tumfanyie kitu fulani special. Ndio hivyo wakaamua kumfungulia biashara. Wewe kama mwanaume unaona nini ukikaa chini ukatafakari hilo jambo? Wanaume ambao mnaishi kwenye mitihani ya namna hii, mnafikiria nini? Jitahidini kuonyesha misimamo kabla hizo familia hazijavunjika, kwa sababu mimi nawaambia tu kweli, mwisho wake hautakuwa mzuri. Kitendo tu cha kuona mke wako anakushirikisha, ndugu zangu wamesema watanifungulia, ndugu zangu, ujue kabisa huko majadiliano yaliyokuwa yanaendelea kuhusu wewe hayakuwa mazuri hata mara moja. Ulisemwa vibaya sana, ukaonekana huna mchango wowote, huna msaada wowote kwenye maisha ya mke wako. Ndio maana unaona ndugu zake walijitolea. Ndugu wa mwanamke huwa hawajitolei bure bure, kwa sababu wanajua wamemuozesha mtoto wao. Ikifika kipindi wakaanza kuingia kwa ujasiri, kuanza kumhudumia binti yao kama yuko kwao, maana yake wameshaona wewe jukumu la kumtunza huyo mke wako limeshindikana. Baadhi ya wanawake pia, naomba niwape ujumbe wenu hapa. Kuna baadhi ya wanawake mmekuwa mkilaumu, yani mimi mume wangu hata akiona ndugu yangu ameninunulia kitu anakasirika. Wanajua hizo ni dharau. Hakuna kitu cha maana unachofanyiwa. Hata wewe mwenyewe mwanamke unasemwa kwenu vibaya. Unasemwa vibaya, unasaidiwa kwa sababu inaonekana wewe kwenye familia ndio una hali mbaya peke yako. Wenzako walipatia kuolewa, wewe ulijichanganya. Jipambanieni na familia zenu wanawake. Unapokubali kuolewa na mtu umeshaijua hali yake ya kiuchumi, tafadhali shona mdomo wako. Hao ndugu ni wazuri tu wanapokusaidia, lakini ukija kujua wanakaga wanakujadili vipi wewe, utajisikia vibaya.
Kama bado unamheshimu mume wako, utaona kabisa hii sio sawa, hata kama nina shida. Na baadhi yenu huwa mnaanza na usaliti, baadhi yenu mnakuja kuvunja hata ndoa zenyewe kwa ajili ya ndugu zenu. Wanaume, naomba niwakumbushe kitu kaka zangu. Oeni wanawake wa levo zenu. Kaka zangu oeni wanawake wa levo zenu, muepushe dharau ndogo ndogo. Oa mwanamke ambaye unaona kabisa anaendana na hali yako ya kimaisha. Acheni kwenda kuoa kwenye familia za kitajiri, mnadharaulika. Mwisho wa siku unaonekana uwezi kumtunza mke mwenyewe. Mwisho wa siku unaonekana ni useless. Ndugu anaingilia kwenye kila kitu. Maamuzi wewe huna sauti kwa sababu huna pesa. Kwenye familia unaona kabisa unashushwa. Mnajisikieje? Kwa nini mnaenda kuoa kwenye familia ambazo hamlingani nazo kiuwezo? Oa kwenye familia ya kawaida ambayo ina uchumi unaoendana na wewe, ambao unajua hata kesho ikionekana kuna kitu kimekosekana usidharaulike. Unaoa kwenye familia ambayo unajua wazi mnakaaga wote pale, mnaminyana mchangiane 50 kila mtu atoe. Hakuna mtu ambaye anajitutumua amuonyeshe mwingine ni mdogo. Oeni kwenye familia za namna hiyo. Mnaenda kuoa kwenye familia ambazo ikitoka michango wenzako wanasema wanatoa milioni. Wewe hata 20,000 yenyewe una struggle. Unategemea uheshimike kwenye familia ya namna hiyo? Unategemea uwe na mamlaka kwenye familia ya namna hiyo? Unategemea uwe na sauti kwenye familia ya namna hiyo? Wako wanaume hadi walinyang'anywa wake. Mrudishe mtoto wetu. Nawaambia kabisa kina kaka, haya mambo yapo kaka zangu. Watu walishaambiwa warudishe wake. Rudisha mtoto wetu nyumbani. Huwezi kummudu, huwezi kumtunza. Wakarudisha. Kwa hiyo mimi ninachowasihi, oeni wanawake wa levo zenu. Msianze kutafuta wanawake wale unataka wa matawi. Shauri yako. Dharau utakazozipata utatamani urudishe muda nyuma ukatae kumuoa huyo mwanamke. Na wakumbusha tena, mara nyingi unapoona ndugu wa mke wako wameanza kufikiria kitu cha kumpa ndugu yao afanye, ujue kuna dharau ipo. Kuna vitu vilijadiliwa kuhusu wewe. Isitoshe sana ni mke wako kutoa siri za maisha yenu. Mimi tuna maisha magumu. Mimi hivi na hivi. Mimi nashindwa hata kufanya hiki. Mimi sijui nini. Ndio maana ndugu zake wakasema hapana, huyu ndugu yetu tumsaidie tamtaji. Lakini familia zenye heshima huwezi ukaona zikipitia kwa mtoto, kwa binti, kwamba tunataka tumfanyie hivi binti yetu, kwa sababu anajua kisha muozesha wao hawana mamlaka naye. Wewe mume ndio una mamlaka. Kwa hiyo wengi kama wanafanya kwa lengo zuri, huwa wanafika kwako mwanaume kwamba bwana tumeona kulingana na hali mlionayo tumsaidie mke wako, japokuwa mimi bado naona bado ni dharau. Kila mtu inabidi aiache familia ya mtu kulingana na ilivyo. Wewe wamekuona huko chini, upambane mpaka utakapotoboa. Na kama kuna namna ambavyo itakuwa imekaa vizuri, labda kwa wewe utakavyoona ni sawa pengine, lakini mimi asilimia kubwa najua hivi vitu vinakuaga na dharau. Ni watu wachache sana ambao wanavifanya kwa wema, lakini mimi najua 100% ya wanaume hawajisikiagi vizuri kuona hili jambo linatokea. Wanawake, mnapowaambia waume zenu, ndugu zangu wamesema watanifanyia hiki, wanaumia, nisiwafiche. Wanaumia. Mwanaume yote mwenye akili timamu anajua hapa nimekwisha. Nilishachambuliwa huko na mke wangu, nimemalizwa, kila kitu kiko kwa ndugu zake. Wanaume sio wajinga, wanajuaga wazi huko mmejieleza vya kutosha. Na kama unavyotujua sisi wanawake, tunalalamika ni kama tunalala njaa kabisa. Kumbe mume wako ana uwezo hata wa kukumudu ukalala, lakini unaweza ukalalamika kwa ndugu zako ni kama hakuna anachokufanyiaga. Kuna mtu anasema alienda kushtakiwa, wamekaa kabisa na wazazi wake na wazazi wa mke. Mke anasema huyu mwanaume ananilishaga mimi dagaa. Vitu vya ajabu. Kwa hiyo unataka usile dagaa ule nini sasa? Ulikubali kwenda kuolewa ya nini? Kwa sababu hata wazazi wako maisha yao waliyapata kwa kutafuta. Wewe unataka tu ufike kwenye kamseleleko kivipi? Kama umefika maisha yenu yapo chini, shikamana na mwenzio, mpambane, mtoboe. Unaanza kwenda kumdhalilisha huko. Wanaume wengi wenye akili, hili jambo linapotokea huwa wanaelewa kwamba halijatokea for no reason. Yaani wewe mwanamke hata ungejikenulisha useme baba akasema sijui nini nafanya kazi nikasema sifanyi, anajua muongo. Ushamsema vibaya kwamba hawezi kukuhudumia. Ndio maana ndugu zako wameingilia kati. Hili swala halijakaa vizuri. Hata wewe ukikaa chini ukatafakari utanielewa kwamba hili swala halijakaa sawa. Ndugu wa mke hawana mamlaka yoyote ya kuamua chochote kwa binti yao, yani kuamua chochote kile kwa binti yao, kama kitu hicho hakihusishi kumnyanyasa binti yao, kumuumiza binti yao au kuhatarisha maisha ya binti yao. Hawaruhusiwi kuingilia. Sijui kama unanielewa. Hasa hayo mambo ya kiuchumi, hayo ni mambo ambayo ni ya familia binafsi, ni ya mwanaume ambaye ni kiongozi wa familia. Yeye mambo ya kiuchumi ndio yanamuhusu sana. Sasa unapoanza kumuinua mwanamke unamaanisha nini? Kama wana lengo zuri, basi hizo pesa wangekuwa wanawapa ninyi wanaume, mwanze kuendesha mitaji.
lakini wao wanazunguka wanaenda kumpa binti yao, fungua sijui kitu gani, fungua sijui duka, fungua sijui nini. Mnadharaulika na wengine mnachekelea kabisa. Mwisho wa siku unaanza kuja kugundua umechelewa kwamba zile zilikuwa dharau. Unakuja kujua kwamba mke wako kumbe alikaka kuzungumzia vibaya, wewe ulikuwa una habari. Wanaume, acheni kuchekelea vitu vya kipuuzi. Kuweni na misimamo kama wanaume. Msipende kusaidiwa. Misaada mingi sana ina masimango. Mimi binafsi kwenye maisha yangu siwezi kuongelea hali ya mume wangu mimi kwa ndugu zangu hata siku moja. Hata kama iwe ni hali mbaya ya kiuchumi, nitapambana mwenyewe na maisha yangu, kwa sababu najua mwisho wa siku hata nikimwambia mtu hawezi kunisaidia atanicheka. Kama atanisaidia mtaji, ule mtaji utakuwa una masimango. Nitakuwa naonekana mimi nilikosea, niliolewa na mtu ambaye hana maisha. Ndugu zangu wote wamepatia ndoa, mimi ndo niliyakanyaga. Vitu vya namna gani hivyo? Wewe kama mwanamke mwenye akili timamu, unaanza wapi? Unatoa wapi ujasiri wa kwenda kwa ndugu zako kaanza kuwaelezea mimi sijui? Kama haulali njaa, komaa na maisha yako. Na ndugu zako nao walipambana. Unapoolewa maana yake unaenda kuanzisha maisha yako. Kwa nini unajisahau? Unataka kuleta maisha ya kwenu kwenye nyumba yako. Kwenye nyumba yako unaenda kuanza chini, na wewe ujue uchungu wa kuvipata hivyo vitu. Mnaenda kuwadhalilisha waume zenu, mnawavua nguo, mimi ananiachia 2000, mimi unajieleza. Mwisho wa siku mnakuja mnawadanganya waume zenu ndani ya nyumba. Mimi baba akaniuliza kama nafanya kazi nikasema sifanyi, akasema atanipa mtaji. Kaka akaniuliza akasema Waongo. Mnawadhalilisha waume zenu huko, waume zenu hawana hata habari. Na wao wanakubali na uongo wenu mnavyosema sijui nilimwambia nini baba akasema. Hakuna kitu kama hicho. Mnashushwa. Wanaume, msaada ambao ndugu wa mwanamke wanatoa kwa mtoto wao umekaa kidharau sana. Mimi nawaambia, fungueni macho yenu mtaelewa. Kwa nini nimesema hiki kitu? Nimesema hiki kitu kwa sababu watu wengi sasa hivi wanapitia hayo mambo. Ndugu wa mke kumpa mtoto wao mtaji. Wewe mwanaume, mamlaka yako wanaiweka wapi? Kwa nini wanasahau kwamba huyo ni mke wa mtu? Ina maana wanaona wewe huna haki juu ya mke wako. Vipi kama wanatoa mtaji wewe ukakataa kwamba sitaki afanye biashara? Nini kitatokea? Mwisho wa siku ndugu wa mke wakisha kuozesha binti yao, wanatakiwa kujua wewe ndio mume. Wewe ndio kiongozi kwenye familia yako, sio mke wako. Kama wanaona binti yao hawajaridhishwa maisha anayoishi, wamchukue. Binti naye kama anaona hawezi kukaa hapo, basi aende kwao, akaendelee kula maisha. Kama anaona wazazi wake waliyapata hayo maisha kirahisi. Wanawake, unapokubali kuolewa, kaa ukijua unaenda kuanzisha maisha mapya. Ulizoea bata huko kwenu, unaenda kuanza kujitafuta sasa wewe kivyako. Utafute vya kwako. Vile ulivyokuwa unaogelea sio vyako. Zile mali ulizokuwa unaenjoy, magari uliokuwa unaendesha sijui nini, sio vyako. Ulikuwa unashinda dukani, sio duka lako. Unaenda kuanza upya na wewe kujipambania na maisha yako. Acha kwenda kwa ndugu zako kwenda kujilizaliza. Kwenda kumzungumzia mumeo, sijui hawezi kunipa hiki, sijui hawezi hiki. Ficha aibu ya mumeo. Ulikubali kuolewa wewe mwenyewe. Mwanaume huyo hakukulazimisha, alikwambia tu nakupenda, naomba nikuoe, na ulijua hali ya maisha yake. Kinachokufanya leo unarudi kulialia kwa ndugu zako ni kitu gani? Kama huyo mwanaume anakumudu, unakula, unalala, unavaa, ukiumwa unatibiwa, tulia. Maisha mazuri yanataka mtu uyapambanie. Mnawadhalilisha waume zenu, mnawafanya waume zenu wawe wanyonge, mnawashusha waume zenu kwa ndugu zenu. Wanakuwa hawana mamlaka kwenu. Hivi wewe ujisikii vibaya ndugu zako wanapokuja kukwambia tunakufungulia biashara fulani? Mnaonaga wao waume zenu hawafikiria, watumia akili? Mara nyingi wanabaki tu wanaumia, anajua kabisa hapa mke wangu alishaniongelea, amenimaliza huko. Wanaelewa, acheni kufanya vitu kama hivyo. Na nyinyi wanaume, onyesheni misimamo kwa hao wanawake mliowaoa. Ndugu wa wanawake wanakuja kufanya vitu, wanaingilia majukumu ya familia yako, na wewe umekaa tu hapo unaiogopa familia. Na ndo pale niliposema, oa kwenye familia ambayo unaona kabisa inaendana na hali yako. Acheni kuoa watu ambao wamewazidi kiuwezo. Ndio maana mnakuwa hamna sauti hata kwa wake zenu. Ndio maana mnatumwa ukweni mwende mkasagi. Mnaitwa ukweni mwende mkachote maji. Vitu vya aibu kabisa. Watu wameshakuona huna uwezo wowote. Ikitokea kwenye kikao wewe kazi yako ni kufukuza kuku na watoto, mnadhalilika. Wewe kaa pale, fukuzaga watoto, fukuza na kuku hizo zisisogee hapa. Mnafanyiwa vitu vya ajabu. Wewe sijui fanyaga nini, angaliaga kitu fulani. Wewe enda kafuatilie soda za kunywa, wenzako wamekaa kikao. Unaenda kufuata soda, ujui hata kikao kilikuwa kinaongelea nini. Huna umuhimu kwenye familia. Wanawake, acheni kuwashusha waume zenu kwenu. Maisha mlioishi kwenu sio ambayo mnatakiwa kuishi kwenye maisha yenu. Maisha yenu ni maisha yenu binafsi, hayahusiani na maisha ya wazazi wako.
Ulitoka kwenye familia yenye maisha mazuri, umefika kwa mume wako mnakula maharage, ndio maisha yanavyoanza. Naye baba yako na mama yako walianzia hapo. Acheni kujifanya nyinyi ni watoto wa kishua, mnaleta ukishua mpaka kwenye maisha yenu. Mtajipambania lini mwanze maisha yenu? Kila wakati mnataka kuishi maisha yale yale. Acheni, mnafanya vibaya, mnawadhalilisha wanaume zenu. Na nyinyi wanaume mnaochekelea misaada ya upande wa ndugu wa kike, nyinyi mnaochekelea, nyinyi mtakuja kulia vibaya sana. Mimi nawaambia kabisa.